Wakizungumza katika bustani zilizoanzishwa katika shule ya msingi Mogitu ikiwa na utekelezaji wa mradi wa Nourish unaofadhiliwa na nchi ya Norway kupitia shirika lake la maendeleo la NORAD, wanafunzi wanaeleza manufaa ya mradi huo. Shuleni kwetu kuna bustani za aina mbili, bustani Kienge na bustani ya Matone. Bustani hii imeanzishwa na mradi wa Nourish ili kutupatia elimu ya uanzishaji na utunzaji wa bustani majumbani, ambayo inatumia eneo dogo, maji kidogo, kuhakikisha kaya inapata mboga katika kila mlo. Afisa lishe wa mradi wa Nourish, Salome James, amesema mradi huo unalenga kutokomeza udumavu kwa watoto. Tumefanikiwa kuelimisha juu ya utengenezaji wa bustani za nyumbani ambazo ni sehemu ya kilimo hifadhi, ambapo hadi sasa kuna jumla ya bustani 154 zimeanzishwa na wanufaika, ambapo bustani 34 zimeanzishwa kwenye taasisi kama zahanati, shuleni na kanisani, kwa lengo la kujifunza, kuhamasisha na kuhakikisha upatikanaji wa mboga katika kaya kwa mwaka mzima ili kuondoa udumavu na kuboresha lishe ya kaya. Niwapongeze sana. Simeona faida zake. Kwa hiyo kwa faida hizo ambazo mmezisema, sasa sisi tuende kuwa mabalozi wazuri, sawa? Tuende kuwa mabalozi wazuri kwanza kwa wenzetu ambao tuko nao hapa shuleni, si ndio? Tukawahamasishe, lakini pia kule majumbani tunakotoka tuende kuhamasisha wazazi, tuende kutumia kilimo hiki ambacho tumejifunza kwa kupitia ufadhili wa Nourish. Sawa. Kwa upande wa wadau wa kilimo walioshiriki maonyesho ya siku ya wakulima, wanaeleza wanavyoshirikiana na wakulima kuboresha sekta ya kilimo. Leo hapa tuna mbolea yetu ya asili ambayo haina kemikali za viwandani, inaitwa TFA Fahari. Ni mbolea nzuri kwa sababu inarudisha rutuba kwenye ardhi. Kwa hiyo unapoenda kuitumia TFA Fahari itanufaisha lile zao lako lililoko shambani na pia itabaki kunufaisha ardhi yako. Mara nyingi tumekuwa tukifanya kazi na kama mradi wa Nourish ili pale ambapo wanaenda kuelezea ubora kwa nini mkulima ale mboga ya majani na ajue mboga ya majani ataipata wapi. Na mboga ya majani ataipata East West Seed. Na sifa ya hizi mbegu ni kwamba ni mbegu ambazo zinazaa kwa muda mfupi na kukomaa ndani ya muda mfupi. Pia zina sifa za kuvumilia ukame, zina uzao mkubwa na pia zinatoa mafuta mengi. Na kwa kiasi kidogo, kiasi cha chini kabisa katika mbegu hizi za alizeti, mtu anaweza kuvuna kuanzia gunia 10 na kuendelea.